ndani ya mwezi Mei. Huyu hapo Alan Okello, mechi 6, magoli 9, assist 1. Jumla ya mchango wa magoli 10. Mchezaji bora kwenye mechi 4 kati ya mechi 6. Kwa personal achievement kwa mchezaji mmoja, kabla ya kuja kutazama wote tutakavyoona takwimu zao. Ni takwimu bora kwa kiwango gani na zinaweza zikaonyesha picha mchezaji huyu amekuwa na mchango mkubwa kiasi gani, King Mkono? Ni Okello kwa takwimu hizo ni mchezaji super kabisa. Unajua kwenye mechi 6 za mwezi mmoja unafunga goli 9. Hiyo ni rekodi ya kutisha kabisa. Unajua kama tungesema kama angekuwa na mwendo huu kwenye mechi zote za ligi ambazo kwa mwezi mara nyingi zinachezwa mechi 4 mpaka 5, ina maana angekuwa na rekodi ya mabao mengi. Sasa tungekuwa tunazungumza mtu mwenye magoli 20 na kitu. Lakini kwa sababu mwezi huu wa 5 kwake umekuwa mwezi mzuri na ameutendea haki, pamoja na mapungufu ya mengi ya Yanga kwenye safu ya ushambuliaji, kuwa na wengi majeruhi, lakini yeye ameonekana kuwa muhimili wa timu. Kwa hiyo kwa rekodi hizo unampa nafasi kwamba mwezi huu kwake mechi na tuzo 4 za mchezaji bora wa mechi kwenye mechi 6, maana mechi 2 tu ndo amekosa. Kwa hiyo unamuona ni mtu ambaye amekuwa na mchango wa kipekee kwenye timu na amerudisha kujiamini kwa Yanga katika ndoto zao za kutafuta ubingwa, kutetea ubingwa wao. Kwa hiyo unamuona ni yani kwa sasa hivi kwa Yanga pale yeye ni mchezaji ambaye ndo amesimama kama kinara, ndo amebeba maono ya timu kuelekea kutimiza ndoto yao ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu pamoja na kombe la CRDB Federation Cup. Kwa hiyo unamuona kabisa Okello na anafunga magoli mazuri, magoli ya ubunifu, kipaji kikubwa, anachenga, anapiga faulo, anafunga magoli ya vichwa ndo sijaona, lakini nimeona akifunga magoli ya faulo. Naona kwa hiyo ni mchezaji ambaye anafunga magoli ya namna nyingi. Kwa hiyo kitu ambacho anasema ni mtengenezaji mzuri wa magoli. Kwa hiyo vyote unaviona kwake kwamba ametimia kwa namna moja au nyingine. Naona kwangu mimi naona mchezaji ambaye kwa sasa hivi ndani ya kikosi cha Yanga ni muhimili, ameweza kuondoa pressure kwa Pacome ambaye majeruhi yanamwandama. Ameweza kuondoa pressure kwa Dube ambaye naye amepoteza. Ameweza kuondoa pressure kwa Dep ambaye naye amepotea kwenye kufunga. Unaona, kwa hiyo wao kundi lote yeye ameweza kulibeba kwa sababu anafunga, na ukifunga na timu inashinda. Na sio kwamba anafunga tu, anafunga goli 2 kwenye mechi kama 3-4 mfululizo amefunga goli 2 kwenye hizo. Kwa hiyo unamuona ni mtu ambaye anafunga goli nyingi ambazo zinawafanya wana Yanga na watu wanaopenda mpira wamfurahie na waendelee kujivunia kuwa naye, kuona kwamba usajili huu umekuja kukriki ambao wakati sahihi zaidi, kwa sababu wakati ndio ulikuwa wakati wanahitaji mtu namna hiyo. Kwa hali ilivyo ndio ulikuwa wakati sahihi wa kuhitaji mtu wa namna hii, kwa sababu bila hivyo kwa hali yao ilivyokuwa inaenda, ina maana kungekuwa na hatari ya kupoteza ubingwa kutokana na mshindani wao wa karibu Simba jinsi anavyokuja kuwapa changamoto kwenye kutafuta mbio za ubingwa.